Hispania, Slovenia na Ireland zimeuhimiza Umoja wa Ulaya kujadili kusimamisha makubaliano yake ya ushirikiano na Israel, zikisema kwamba umoja huo hauwezi tena kubaki pembeni, huku hali ikizidi kuwa mbaya huko Gaza, ukingo wa Magharibi unaokaliwa na kwingine Lebanon. Akizungumza kabla ya mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya huko Luxembourg Jumanne, waziri wa mambo ya nje wa Hispania Jose Manuel Albares amesema nchi hizo tatu ziliomba rasmi kwamba suala hilo liwekwe kwenye agenda ya majadiliano. Ninatarajia kila nchi ya Umoja wa Ulaya itekeleze kile ambacho Mahakama ya Kimataifa ya Haki na Umoja wa Mataifa inasema kuhusu haki za binadamu na utetezi wa sheria za kimataifa. Chochote tofauti kitakuwa kushindwa kwa Umoja wa Ulaya, aliongeza waziri mkuu huyo wa Hispania. Katika barua ya pamoja iliyotumwa wiki iliyopita kwa mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas, serikali hizo tatu zimesema Israeli imechukua mfululizo wa hatua ambazo zinakiuka haki za binadamu na kukiuka sheria za kimataifa na sheria za kimataifa za haki za binadamu, na kuongeza kwamba ilikiuka makubaliano ya mwaka 1995 ambayo yanaelezea uhusiano wa kisiasa, kiuchumi na kibiashara kati ya Umoja wa Ulaya na Israel. Hata hivyo, katika maelezo yao walisema rufaa za mara kwa mara kwa Israel ili kubadilisha mwelekeo zimepuuzwa, ambapo mawaziri hao walielekeza kwenye sheria iliyopendekezwa ya Israeli ambayo ingewekwa adhabu ya kifo au vinginevyo kwa Wapalestina waliohukumiwa katika mahakama za kijeshi, wakielezea kama ukiukwaji mkubwa zaidi wa haki za binadamu na msingi wa ubinadamu, na hatua zaidi katika mateso ya kimfumo, ukandamizaji, vurugu na ubaguzi unaowakabili raia wa Palestina. Pia walitaja mgogoro wa kibinadamu huko Gaza, wakisema hali huko haziwezi kuvumilika, pamoja na ukiukwaji wa makubaliano unaoendelea wa usitishaji mapigano na usaidizi wa kutosha kuingia katika eneo hilo, bado mambo yameendelea kuwa tata zaidi. Barua hiyo ilionya kwamba vurugu katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa pia zilikuwa zikiongezeka, huku walowezi wakitenda bila kuadhibiwa kabisa, pamoja na shughuli zinazoendelea za kijeshi za Israel na kusababisha vifo vya raia katika eneo hilo la ukingo wa Magharibi sambamba na eneo zima la Gaza. Umoja wa Ulaya hauwezi kubaki tena pembeni, mawaziri waliandika, wakitaka hatua za ujasiri na za haraka, na kusema chaguzi zote zinapaswa kubaki mezani. Nchi hizo tatu zimedai kuwa Israeli ilikuwa imekiuka kifungu cha pili cha mkataba wa chama cha Umoja wa Ulaya na Israeli ambacho kinaunganisha uhusiano na heshima ya haki za binadamu. Mapitio ya awali ya Umoja wa Ulaya tayari yalikuwa yamegundua kuwa Israeli ilikuwa ikishindwa kutimiza majukumu hayo, walisema, wakiongeza kuwa hali ilikuwa imezidi kuwa mbaya tangu wakati huo. Wakati wa mkutano wa wafadhili huko Brussels, Kaja Kallas pia alisema gharama inayokadiriwa ya kujenga upya Gaza imeongezeka hadi dola bilioni 71. Ireland na Hispania zilisukuma kwanza mapitio ya makubaliano hayo mwaka wa 2024, lakini juhudi hizo zilishindwa kupata uungwaji mkono wa kutosha kutoka kwa nchi wanachama zinazounga mkono Israel. Mpango ulioongozwa na Uholanzi baadaye ulifanikiwa kuanzisha tathmini ya Umoja wa Ulaya ambayo ilihitimishwa kwa Israel kuwa inawezekana ilikuwa imekiuka majukumu yake chini ya mkataba huo. Hatua zinazowezekana za kibiashara, ikiwa ni pamoja na kusimamisha sehemu za uhusiano huo, zilijadiliwa baadaye, lakini hazikutekelezwa baada ya Israeli kuahidi kuongeza kwa kiasi kikubwa misaada ya kibinadamu iliyoingia huko Gaza. Ireland pia inatafuta kufufua mswada wake wa maeneo yaliyokaliwa ulioanzishwa kwa mara ya kwanza mwaka 2018 ambao ungepiga marufuku biashara ya bidhaa na huduma kutoka kwa makazi haramu katika eneo linalokaliwa na Palestina, ikiwa ni pamoja na ukingo wa Magharibi. Maendeleo yanakwama licha ya kuungwa mkono kwa kauli moja katika baraza chini ya bunge. Hii ni kwa mujibu wa Daily Mail. Wakati huo huo, Hispania na Slovenia pia zimechukua hatua ya kupunguza biashara na makazi haramu ya Israeli katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa kufuatia maandamano ya umma na shinikizo la kisiasa linaloongezeka. Mnamo Agosti mwaka jana 2025, Slovenia ilipiga marufuku uingizaji wa bidhaa zinazozalishwa katika maeneo yaliyokaliwa na Israeli na kuwa moja ya majimbo ya kwanza ya Ulaya na nchi kwa ujumla kuchukua hatua kama hiyo. Hispania ilifuata baadaye mwaka huo kwa amri ya kupiga marufuku uagizaji kutoka kwa makazi haramu ya Israeli, huku hatua hiyo ikianza
kutumika mwanzoni mwa 2026. Nchi zote tatu zilitambua rasmi Palestina mnamo Mei mwaka 2024 katika kile kilichoonekana sana kama hatua kidiplomasia iliyoratibiwa yenye lengo la kuongeza shinikizo la suluhu la kimataifa kuhusiana na msimamo wao kwa Israel na Palestina, hasa kulazimisha Israel kumaliza vita ya muda mrefu katika eneo hilo la Gaza, lakini kuelekea uhuru kamili wa taifa la Palestina. Hii ni Msasa Media.